Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 24 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Anastasia mfiadini. Habari zilizoandikwa juu ya mtakatifu huyu zaonyesha jinsi pengine ilivyo vigumu kutofautisha kati ya mambo yaliyotukia kweli maishani mwake na habari zilizobuniwa tu. Jambo la pekee la Mtakatifu Anastasia ni kwamba jina lake hutajwa katika sala ya Ekaristi ya kwanza iitwayo sala ya Kiroma. Nalo laweza kuangaliwa kama ishara ya kwamba mtakatifu huyu ni mwenyeji wa Roma. Hata hivyo, hakuna habari yoyote inayojulikana kwa hakika juu yake, isipokuwa kwamba karne ya 4 aliuawa mjini Sirmio huko Yugoslavia kwa ajili ya dini yake ya Kikristo wakati wa utawala wa Kaisari Dioklesiano. Baadaye wenyeji wa Roma walipopata habari ya mfiadini huyo, walianza kuona uhusiano na kanisa mojawapo lililokuwa limejengwa mjini mwao na mwanamke ambaye yeye naye aliitwa jina lake Anastasia. Japo kanisa hilo halikuhusiana hata kidogo na mfiadini mtakatifu aliyeuawa mbali na Roma, hata hivyo likaanza kuitwa kanisa la Mtakatifu Anastasia. Ili kumhusisha kweli mfiadini mtakatifu, jina lake likaanza kutajwa katika sala ya Ekaristi ya Roma, na hadithi mbalimbali zikaanza kubuniwa. Labda sehemu ya hadithi ni mapokeo yaliyosimuliwa toka vizazi na vizazi. Hivyo inasemekana kwamba alizaliwa mjini Roma katika ukoo bora, akaolewa kwa nguvu na mpagani mwenye tabia mbaya. Anastasia alikuwa Mkristo hodari, akawa na kawaida ya kuwatembelea kisirisiri Wakristo waliofungwa mjini, kuwatibu vidonda na kuwaletea chakula na hata nguo. Kwa ajili ya hatari ya kukamatwa, alikatazwa na mumewe asitoke tena nje. Baada ya kufiwa na mumewe, Anastasia akahama Roma ili kukaa karibu na kiongozi wake wa kiroho Mtakatifu Krisogoni aliyekuwa mjini Akwilea, Italia ya kaskazini. Hapo aliendelea na kawaida yake ya kuwatembelea na kuwasaidia Wakristo wafungwa, na siku moja akakamatwa. Zipo tena hadithi kadhaa za mateso yake, lakini hakika ya kihistoria haipo. Husemwa kwamba alipelekwa barazani, akahojiwa, akashurutishwa kutoa sadaka kwa sanamu, lakini akakataa kabisa. Kisha wakamshawishi kwa namna mbalimbali, lakini hawakufaulu kumfanya kubali. Basi akafungwa kwenye chumba kidogo chenye uvundo na giza peke yake kabisa. Akapewa chakula kidogo sana. Baadaye alichomwa moto mnamo siku ya Noeli mwaka 304. Ibada yake ilienea sana, kwanza katika nchi yake mwenyewe, yaani Yugoslavia, na baadaye mjini Roma na hata nchi nyingine. Japo mengi sana tunayoambiwa juu ya mtakatifu huyu ni hadithi tu, hata hivyo jambo kuu linabaki pale pale, nalo ni kwamba aliishi Kikristo kwa uhodari,
wala hakuogopa kuvumilia maumivu ili kumdhihirishia Kristo upendo wake. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wa Afrika tarehe 24 Desemba: Mtakatifu Lucianus, Mtakatifu Metrobius, Mtakatifu Paulus, Mtakatifu Zenobius, Mtakatifu Theotimus na Mtakatifu Drusus, wafiadini nchini Libya. Mtakatifu Anastasia, mfiadini, utuombee.